Karibu mtazamaji wa Uhondo Online TV, na kama ambavyo unafahamu kwamba mara nyingi tumekuwa tunapiga story mbalimbali, lakini pia tumekuwa tunakusogezea taarifa mbalimbali za watu mashuhuri, lakini pia viongozi, story za kwenye mambo ya sports na kila kitu. Lakini leo sasa kwenye mambo ya infotainment nipo na msanii nguli kabisa, lakini pia naweza nikasema kwenye legend amevuka. Actually ni legendary, si ndio? Hiyo ni sawa nikisema hivyo? Sijui. Msanii legend kabisa ambaye amefanya vitu vizuri sana kwenye industry ya muziki, hususan muziki wa Tanzania na East Africa kwa ujumla. Tunamzungumzia msanii Madais, baada ya kuweza kupiga naye story kwa kipindi kirefu kidogo, lakini pia amefanikiwa kuingia jijini Dodoma na leo yuko hapa Uhondo Online TV. And vitu vingi sana ambavyo watu wamekuwa wakiviona vikifanywa na wasanii mashuhuri, hususan wasanii wakubwa ambao wameweza kutengeneza au wamesafisha njia kwenye muziki au niseme kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava kwa Tanzania na East Africa. Wamejitahidi kuweza kufanya muziki huu umeendelea kukua kwa ukubwa. Na sisi sasa tukizungumzia sisi wenyewe wanasema tunajiita Gen Z, tunajitahidi kuweka huu muziki katika vipengele vingi, tunasemaga TBT. Lakini naamini kwamba leo tutapiga story nyingi sana na Madais na atatuelezea vitu vingi ambavyo ulikuwa unatamani kuweza kuvifahamu kutoka kwake, muziki wake, shughuli zake ambazo anazifanya sasa hivi, yuko wapi na kwa nini alikuwa kimya, na huu ujio ambao amekuja nao ni ujio wa kufanya nini zaidi kwenye engo ya kuweza kuboresha kiwanda hiki cha muziki wa Bongo Flava kwa Tanzania. Karibu sana. Asante. Unajisikiaje kuwepo Dodoma? Vizuri. Hali ya hewa inasemaje? Nimeipenda, ndio maana ni kwamba unaona nimevaa pull like kwa sababu inaruhusu. Okay. Yeah. Hivi kabla hatujaenda kwenye huko sana, kuna uhusiano gani kati ya wasanii wakitoka mjini na kuja mikoani na kulala? Manake unajua nina experience na wasanii wengi wakija hapa ukiwa unataka kuonana nao, hii kwako imekuwa tofauti sana. Kwa sababu ulichokiahidi ndicho ambacho kimefanyika, lakini wengi wanakuambia nimelala, hatuwezi kusogeza muda. Hii waga inakuaje hii? Kwa nini hiyo kwako imekuwa tofauti? Nadhani ile ni tabia ya mtu. Okay. Kama nimekuambia muda fulani ni muda fulani. Kama kumetokea changes nitakujulisha. Na kama itakuwa ni inconvenience lazima nitakwambia. Okay. Unaona, so tangia nianze career yangu niko hivyo. Okay. Sina eti kwa sababu umeshakuwa mtu mkubwa afu ndio anza kubadilisha namna unavyotenda kazi yako na. Okay. Yeah. Okay. Yaani niende iwe mikoani iwe wapi, treatment ni ile ile. All right. Yeah. Karibu sana. Asante. Sasa tuanze moja kwa moja ukitujulisha, kwa sababu tunafahamu kwa namna ambavyo muziki umetengeneza njia, na wewe ni moja kati ya watu ambao wametengeneza njia ya muziki wa Bongo Flava kwa Tanzania na East Africa kwa ujumla na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Yeah. Labda kwa huu kimya ambao ulikopo nao hapa katikati, ulikuwa wapi kwa mtazamaji wa Uhondo TV angependa kufahamu, lakini pia ulikuwa unajishughulisha na nini zaidi? Kulikuwa kuna shughuli binafsi au ilikuwa ni muziki au vyote kwa pamoja? Naweza kusema vyote kwa pamoja. Muziki, pia kazi za utangazaji kwa kipindi fulani, and at the same time kazi ya kufanya promoter nasema. Okay. Yeah, ni mtu ambaye kwamba ni event coordinator ama event promoter. So kwa hiyo nimekuwa ninafanya vitu kama hivyo. Nimekuwa naishi Finland. So unapokuwa upo nje ya Afrika, yani watu wanadhani kwamba hawafanyi kazi tena muziki. So kwa hiyo nimeona ile memory span ya yenu. Tunaamini mtu amekaa bure. Yaani nikitoka tu sasa hivi Dodoma, kesho mtu atakwambia hivi bado yupo huyu jamaa. Yaani niko hapa lakini kesho kutwa mtu atakuuliza hivi jamaa bado yupo. Bado anafanya muziki wakati nimetoka hapa. Lakini watu watakuuliza na umeshatambulisha labda kazi mpya. So kwa hiyo ile nadhani kuna tatizo kidogo pia la generation, naona gap ile ambao watu anajua kwamba leo ukitoa kazi kesho kutwa inabidi toke nyingine. Okay. Unaona? Usipofanya hivyo basi wao ufanye muziki tena. Unaona, na hiyo nadhani imeathiri sana kwa wasanii kama sisi ambao yani hatufanyi hizo kazi za kutoa kila wakati. So hiyo ukikaa kimya ukasema unasubiria muda wangu utaona kwamba ni sahihi kutoa,
huyu afanye muziki tena. Na hawana hata pia ile nani ya kufuatilia sana kwamba tufuatilie mtu tuone alikuwa anafanya kitu gani nje ya hicho ambacho sisi hatukijui. Ndio maana unajikuta hata interviews sometimes unakata kutoa interviews. So mtu anakuja na kuhoji vitu ambavyo yani haviendani kabisa. Unaona? Lakini nimekuwa nikifanya muziki break nadhani ambayo itakuwepo ile ambayo kwamba sikutoa labda single ile 2020 kama 21 ama 23 yeah. The last time it was. That means it's a gap ambayo ni miaka mitatu. Ni miaka mitatu. Miaka mitatu. Hapo naweza kusema okay bro, hujatoa ngoma labda 3 years, lakini kwa wale ambao wanajua huyu jamaa anatoa ngoma moja kwa ndani ya mwaka. Ama ngoma moja ndani ya miaka miwili. So right now nataka nibadilishe kidogo kwamba naweza kutoa at least nyimbo 2 kwa mwaka. Yes. Ili kuweza kukop na vijana ambao memory span yao imekaa kama ya goldfish. Umeongea tunaendelea ni wale samaki. Ndio. Kama kitoka hapa ameshasahau kilichokuwa kipo nyuma yake hapo alipopita. Hapo umeongelea vijana na umelenga vizuri sana kwamba utaratibu ulikuwa ni kupumzika tu hiyo miaka 2, lakini kwa kipindi chote umekuwa ukiachia kazi zako ukiendelea na shughuli zako ukiwa huko nchini Finland. Sasa tukija hapo kwa vijana sasa hapo ndipo ambapo mimi nataka nipalenge zaidi kwamba nadhani comeback ambayo umekuja nayo ya Baby Girl ndio imeweza kurudisha sasa vijana ambao walikuwa hawataki kufuatilia kilichopo nyuma kwenda kukufuatilia sasa zaidi kiundani kabisa, na wengi wao badala tena ya kufuatilia wako busy wanabishana, huu ni wimbo mpya, huyu jamaa atafanya vizuri sana akifanya lakini yani sijui kama unaelewa. Ndio kuna yani tulipo inasikitisha ukiona mtu anabishana na mwenzake anamwambia bwana huyu ni mtu wa zamani, hii ni kazi ya zamani lakini wako busy wanatukana anasema so kwa hiyo inasikitisha sometimes kuona na sometimes inachekesha lakini nadhani ndio kila generation ina mambo yake kwamba tuna information ambayo iko available for us kwa muda wote, lakini hatuchukui muda kujifunza au kufanya research yoyote. So kurudia Baby Girl na Wange pia inarudiwa ili kuwa ni lengo hilo kwa ajili ya vijana wa sasa hivi madogo ambao ni wadogo zangu, ni watoto wangu. Ili ujue huyu ndiye anaitwa Marais ama kama umeshakusikia jina. Na mimi si walaumu kwa sababu kuna ambao wamezaliwa wakati wimbo ndio yani umeshatoka. Yani kweli. So wewe nikikutana na kama uko kwenye media na ukiwa haujui kila ambacho nakifanya, ina maana yani kwa maana kwamba unataka nifanye interview na wewe lakini ufanye any research background check, lazima hapo utakulaumu kwa sababu pale ina maana unachokifanya ukielewe. Yani kweli. Kwa sababu unatakiwa ujue huyu ni mtu gani naenda kumhost, background yake iko vipi na maswali gani nimuulize. Kwa wale ambao hawapo kwenye sanaa ambao wanatutazama tu, wanatazama Uhondo TV. Wale ambao ni mashabiki wa Uhondo TV ambao hamfahamu Marais, yani si walaumu hata kidogo kwa sababu wengi mmezaliwa wakati Baby Girl ishatoka. Wengine mnazaliwa kwenye kipindi cha Wange. So kwa hiyo unajua jina tu Marais lakini hata haujui jamaa yuko vipi kwa sababu mlikuwa nikishije. So kwa hiyo hao sina lawama nao hata kidogo. Unaona, mimi nafurahi kwamba at least wamepokea kazi vizuri na at the same time nimewatolea tena kitu kipya kingine ambacho nadhani kita match now. Track ambayo imetoka last week. In Love with a Stranger. So hiyo tutaongelea baadaye lakini at least nimewapa kitu ambacho wataendana nacho. So kwa hiyo nafurahia tu kuona comments always. Mimi kwenye comments napita naangalia afu unapata muda wa kuzipitia. Napitia na cheka. Sisemi lolote mimi napita tu. Sasa kwa nini uliona urudi kwa kuwekeza kufanya investment kwenye wimbo kama Baby Girl na wimbo kama Wange ambao umetuambia tusubiri nayo video yake itakuja na hivyo ambavyo umeamua kufanya? Kwa nini ilikuwa hivyo? Hiyo idea ya invest kwenye hizo nyimbo zako za zamani zije kwanza upya ili kujaje? Hiyo ni miaka ya nyuma niko na mtoto wangu ananiambia dad we love your songs but some of us we are your kids, sisi ni watoto wako tunafahamu nyimbo zako lakini marafiki zangu ambao wanajua kwamba baba yetu ni mwanamuziki they love your music but they don't know, wanaangalia zile nyimbo wanasema kuna za zamani sana videos, they want to have the videos. Ananiambia dad
unajua ukifanya hizo videos nadhani ita revamp na alafu watu wataanza, sisi kama our generation tutakuwa ni tutafurahia sana. Kama we shall do that. So that is kipindi kile cha 2019 nimekuja kufanya na Jinako ile ni Bebe. Tumemaliza kushoot hata director ambaye amerudia Baby Girl. Ndio tuliongea naye na alishoot hiyo nani ni Bebe. Huo wimbo ni Bebe. Nikamwambia ndugu Simon, fanya treatment ya kazi ya Wange na Baby Girl, nikirudi tutafanya. Ikaja COVID, sikurudi tena. Sasa nichukulie miaka 5 kurudi. Okay. Na nilipofika tu last year tukakaa tukapiga video, yani kama tulivyokuwa tunataka kwamba tufanye something simple kama zamani tulivyokuwa tunafanya. Yeah. Zamani nilikuwa nawaambia watu wanacheka, naambia zamani nilikuwa nikifika hapo naangalia hiyo kona imekaa vizuri, naambia tegesha kamera hapo tunapiga. Kifika kwenye jengo, hili jengo zuri sana hili, direct tunaona yani unaona na hiyo kasumba. Hapo tukipiga video tutoka vizuri. Unaona? So nikamwambia unajua nini, tunataka kufanya tu just simple script. Tunakuwa na color backgrounds kama 3 ama 4. Ndio tufanye black, yellow, red ambayo ni flag tuseme Uganda. And then tukaweka na white. Alafu tukachukua tukatengeneza kwenye black tukatengeneza flags zote za East Africa. So naambia tutapita huku kuna shot ambayo na flags za East Africa. Alafu why East African flags zote? Kwa sababu my music imekuwa ni East African music. Yeah, kwa kweli. Alafu kwenye zile backgrounds kucheza nazo tukasema nikamwambia tutacheka tu dada moja kama zamani, hata kidada kinapita hapo ndio video inaenda. So watu hawakuelewa, wengine hawakuelewa, wengi wameelewa, lakini wengine hawakuelewa, ndio unakuta ndio wale wanaokuja kutukana mtu mwenyewe vipi sijui nini, angefanya video bora, akafanya budget nyingine, anaweka hata gari ajue. Mimi sitaki kuweka gari kwenye video yangu. Lengo lake ni kwa keep it simple as it could be, kama ilivyokuwa zamani. Hata ukiangalia ile nani zile lens kwa technical, tuseme zile tukienda kwenye technical terms, tumetumia ndugu ambaye yuko kwenye kamera hapa anajua, tutaka kwa emulate ile eye na nini fish eye, ile wide lens tumeweka pale ili kukumbusha, na tukiangalia transition ambazo zimefanyika ni zile nostalgic transitions, ili mtu akumbuke zamani ukaje, lakini quality tumeboresha. Yeah. Na ile imesaidia sana wimbo, ndio maana hata nimejikuta kwamba niko kwenye East African tour, media tour, kwa sababu kila mtu alikuwa ananitaka. Okay. Kila mtu mpaka sasa hivi. Yaani kuna list ya interviews ambazo natakuwa nifanye. Nimewaambia jamani, kwa nini tusibadilishe hii interview sasa, kwa sababu kuna wimbo mpya, tuendelee sasa na hapa tulipo wimbo mpya. Okay. Lakini tutaongelea pia Baby Girl, tutaongelea, lakini sasa hivi interviews tunazotaka kufanya ni introduction ya kazi mpya. Okay. Yes. Sawa. Kwenye investment ya muziki kuna vitu vingi sana ambavyo kitaalamu ukiwa unalenga kwa maana ya soko kwa wewe kama msanii, watu wamekuwa wanaliangalia kwa ukubwa sana. Na wewe ambavyo umetengeneza video yako ni video nzuri sana. Unahisi kutengeneza videos kali kuna uwiano na msanii kuendelea kuwa bora zaidi ambavyo unaweza ukawa tu umetengeneza video ya kawaida tu lakini yenye kumfurahisha mtu kwenye macho yake? Mimi nadhani hii inakuwa ni comparison, tuseme nikisema fashion designer ambaye anavaa mavazi mabaya anajiita fashion designer au ndio? Ni kweli. Yaani tunaona huyu jamaa sio designer, lakini ukiwa anapovaa hata vieleweki. So na sisi kwenye kazi zetu lazima tuziboreshe. Lazima na kazi zetu zinaenda kwamba audio production iwe nzuri na video production iwe nzuri. Ukianza tu kushusha hivi then unakuwa umeharibu. Ndio unabaki kwa fashion designer mwenye mavazi mabovu na ambaye hajui hata color coordination. Unaona? Umezungumzia hapo fashion designer, umetoa mfano mzuri. Kuna moja kati ya interview ambayo ulifanya miaka kadhaa nyuma, kama sio miaka 5-6, uliongelelea kwamba unakuta msanii ana kazi nzuri na ni msanii mzuri, lakini kwenye mapokeo ya kazi zake inakuwa tofauti na msanii ambaye anakuwa ametoa wimbo mchafu au kazi chafu, lakini mapokeo yake yanakuwa ni makubwa. Unaweza kaifafanua hiyo kwamba ina maana tumekuwa kidogo tunazipush zile ngoma ambazo zinakuwa hazistahili, na tunaacha kazi bora. Imekuja kwa la kwanza kabisa ambalo limesababisha hiyo. Tumekuwa na influencers wengi ambao wameamua kwamba wao ni journalists. Si kwa ubaya. You are an influencer, you do your thing. I respect it. Lakini usiingilie kwenye kazi za watu alafu unaanza kuzichafua. Kwa wale ambao wamesomea journalism ama wamekaa kwa na experience ya kazi ya redioni na TV. Yeah. Kazi ya radio na TV wako pale kwa miaka, wanajua the ethics na zile tuseme basics
na fundamentals of journalism. Wanavyohandle vitu vyao ni tofauti. Ingawa sasa hivi kuna mambo yanaanza kuharibika kidogo. Ila ambao wameharibu zaidi ndio ama Dogo anakuja, mimi leo mimi ni wale walikuwa zamani wa bloggers. Leo amekuja mimi ni mtangazaji. Lakini anachofanya ni shabiki wa mtu fulani. Unaona? So ule ushabiki wake umemfanya yeye asiangalie tena kazi ambayo yani inapokuwa anaangalia mshikaji wake kutoa wimbo alafu akishampatia kitu kidogo. Yaani hizi kazi ambazo unaziona zimekuwa ni chafu lakini zipo kila sehemu. Mara nyingi zimekuwa ni za kitu kidogo. Ni kweli. Kwa wasanii ambao wana budget wameweka, hiyo ni kwa inaruhusiwa kuweka budget ya kupromote kazi yako. Lakini hicho tunachokiongelea sasa hivi tunaongelea lile kwamba mimi nakupa kitu gopisha kitu chochote. Kwa hiyo wimbo hata kama ni mchafu kivipi unaenda. Sasa msanii anakuja na kazi yake nzuri. Lakini kwa sababu amekataa kutoa kitu kidogo unaweka kapuni. Ndio hilo ndio wanaongelea. So kwa hiyo hilo swala linakuja tu kwamba kwa yale kuna zile groups meeting fulani itapitisha kazi ya huyu usipitishi. But also media platforms zime abandoned tuseme zile ways za kufanya kazi. Hakuna program manager kwenye kituo, hakuna producers tuseme wa vipindi. Yaani kila mtu yeye ni producer, kila mtu anafanya yani anavyojisikia. So at the end of the day unajikuta kuambia jamani who is the music director wa kitu? Hakuna. Kwa hiyo Dogo anakuja kwenye kipindi, yeye ndio music director, yeye ndio producer, na yeye ndiye anaamua, yani kwa hiyo playlist anapanga yeye mwenyewe, anapanga anachokitaka yeye. Kwa hiyo ukiwauliza mna central system ya kuwapa nyimbo, hakuna. Imebakia vile vituo vya zamani au vituo vikubwa kama Deutsche Welle. Deutsche Welle huingizi wimbo pale tu tunapeleka. Ingawa ni news, lakini kazi zote ambazo wanazo zinaingia kwenye system na wanakutumia form pa kuingiza na kuwapa idhini ya kucheza nyimbo zako. Sasa sisi tumeshaamua tu huyu mimi nitaingiza hapa. Nita hapo haina neno. Ukimwambia music director na kazi yangu, brother hatuna kazi. Na hao tunakwambia huyu sio music director, ni mtu ambaye yupo tu yani anazugazuga. So kwa hiyo nadhani most of the stations wame-abandon ile yani tuseme the framework, original framework ya media stations. Wameshai-abandon inaenda vipi? Tunaenda kisasa but still nyumba ambayo haina msingi wa kueleweka itabomoka tu. So hata kama tunaendelea vipi, there is no one takuwa unajenga nyumba ya kisasa lakini unasema unadharau msingi. Hakuna msingi wote wa kisasa, ni ule kwenye nyumba. Hakuna ambao utaanza kupindishwa kwa SSL. Unajua sasa hivi ni kijanzi, misingi ya nyumba itakuwa ifanye iwe imelala hivi. No. Lazima msingi utabaki ule ambao baba zetu walitengeneza. Msingi wa nyumba ni ule. Juu utafanya vyovyote. Sasa tujitahidi sana kwenye media stations tubakize ule msingi. Utasaidia hata kama ni majenzia au ni nani wanataka kufanya video vipi, but the basics should be there. Na hiyo ndio inasumbua sana kwenye ukafika kwenye hizo kazi nzuri zinabaki pembeni, mbaya zinapaa. Mtu atakwambia si wanajifanya hawana hela. It's not about money. Hili sio swala la hela. Ndio kama unavyoenda nani kwenye hospitali unakuta daktari yuko pale, yeye kazi yake ni kuokoa maisha. Lakini anathaminisha hela zaidi mpaka mtu anapoteza maisha. Hapo nakuwa sikuelewi. Sasa ndio tulipofika kwenye media zetu. Sawa. Tukirudi hapo kwenye kwa maana ya kwamba media tunatakiwa tuwe na hizo strategies za kufanya muziki uendelee kufanya vizuri zaidi na kuweza kuchuja. Sasa kuna namna ambavyo wasanii, tena hili swali ngoja nikae vizuri. Kuna namna ambavyo kuna namna ambavyo wasanii wanashindwa kupata zile wanasema nini appreciation au kupata kile chochote kitu kutokana na kazi zao ambazo wamezifanya na ni kazi nzuri, hususan wasanii wa zamani na zile kazi zao nzuri ambazo zilitengeneza na kusafisha njia ya muziki wa Bongo Flava kwa Tanzania. Sasa hivi kumekuwa na watu binafsi wana hizo platform zao binafsi ambazo wanazitumia kuweka kazi za wasanii wa zamani. Ambapo sasa tukirudi kwa wasanii wa zamani ina maana hawanufaiki na chochote kwenye zile kazi ambazo haziko kwenye maeneo ya kwenye vipakuo vyao wanavyopakulia muziki. Hii wewe una mtazamo gani kwenye ile eneo kwamba una kazi yako lakini mimi niko tu naimiliki kwenye page yangu na YouTube yangu nimeiweka, watu wana view kila siku? Nazishusha mimi nimeshusha kazi nyingi sana. Sasa ile inakuja kwenye wasanii wenyewe.
nadhani wasanii wengi wamekaa tunaibiwa bwana, tunaibiwa. Ukiwaambia so andika tu nani YouTube, shusha hizo kazi zitashushwa tu. Bwana unajua ya mambo ni nini. So kwa hiyo ni wewe mwenyewe. Mimi kila kazi naitafuta, alafu naambia vijana hii tunashusha, hii inashushwa, hii inashushwa. Na kama nikiona wamepuuzia tunatema. Sometimes tutakutumia wewe, atakwambia Uhondo, naomba uondoe hiyo kazi. Mimi ni fulani. Au nitaandika mimi mwenyewe personal, this is my advice, na kuomba utoe hiyo kazi. Okay? Asante sana kwa unachofanya, lakini kazi yangu haitaki kumilikiwa na wewe kwenye page yako. Kama una zile mix sijui ni nini, kuna mix ambazo wanaziweka kazi za problem. Hizo naweza kukubali. Lakini wewe huwezi kukaa umelist. Kama kuna jamaa alikuwa umelist Baby Girl ile ilikuwa na karibia almost milioni nadhani. Kaiweka pale, alafu kinani hapa hakuna nani hauna namna ya kumcontact. So ikabidi tu tushushe straight to YouTube. Wakaishusha hapo. So kwa hiyo hii ni masuala ya wasanii wao wenyewe kujua kwamba hapa huyu anachukua haki yangu, shusha kazi yake, ama nimfuate mwambie wewe kama kuna cha kwangu naomba unipe. Kama umeona imeenda kwenye zile ambazo wamekuibia kabisa kwa kazi zako wanauza, kuna sheria. Mtume mwanasheria wako, kama hauna tafuta mmoja au watumie demand notice. Akishawatumia hiyo demand notice, then at least wanawaambia kiasi gani wanataka. Kama watashtuka watakwambia ndugu, tunahitaji tutaweza kutoa hiki lakini tusamee ama hivi na hivi. Wenye jeuri atakwambia anaenda tu mahakamani, wanasahau kwamba wewe ndio mwenye kazi. Unaona? So hapo unapomwambia nenda mahakamani, kumkuta mbaya akili zake hazijatulia ama anayependa kazi yake, atakupeleka tu mahakamani. So kwa hiyo mimi ndio ninavyodeal na watu. Okay. Sikubaliani na yule ambaye anakuja tu kuchezea kazi yangu. Bado wapo ambao wameshaziweka. Na nimeshatoa warning lakini naona wanapuuzia. So zile kubwa wameshatoa. Imebaki naona kuna dogo mmoja ali-upload Baby Girl tena. Ile ya zamani. Na ile tulikuwa na lengo la kuiondoa ile ya zamani. Ibaki mpya. Ibaki tu mpya. Okay. So hizo zote ambazo bado wamepandisha basi zote tutazitoa. Na kinachotusumbua tunasema tuzitoe kwa sababu mtu anarekodi kwenye TV na kamera, sio kwamba amepata ile track, amepata ile file kutoka kwenye kituo yani quality. No, anaona kwenye TV, anategesha kamera yake, anarekodi kile, anapandisha. Na hiyo ni mbaya sana. Okay, so kwa quality inakuwa ni mbovu zaidi. Nafahamu kwamba kuna watu wanakuwa na upendo, anasema mimi nafanya hili kwa ile upendo. Lakini hapo ni kuingiliana kwenye kazi na kuziharibu. So kwa hiyo ukipata umekipigwa kesi usilalamike. Ukiona msanii wa zamani akupiga kesi au hata wa sasa hivi, usilalamike kwa sababu watu wengi wanaenda ile kwa kusema bwana wasanii wenyewe. Kuna mtu ameniambia wasanii wa zamani hamjitambui. Wewe ni nani unaniambia sijitambui? Umejuaje kwamba sijitambui? Nilipotengeneza ile kazi haukuwepo, nimespend kiasi gani hapo? Alafu unaniambia leo sijitambui kwa sababu wewe umeiba kazi yangu umeiweka pale. Hiyo ni dharau. So kwa hiyo hao unajikuta kwamba tunabishana nao na mwisho wako unajikuta utampiga tu mahakamani, unamwambia hela na hela yenyewe unajikuta hana, lakini wanajeuri ya mdomo. Unaona? So kwa hiyo mimi naomba kama una kazi yote ya Marais umeipandisha bila idhini yangu, hapa tukupitia Uhondo, shusha. Alright, mtazamaji wa Uhondo TV, bado tupo na Marais na kuna vitu vingi ambavyo tunaenda kuzungumza naye kwa siku ya leo. Yale majibu ya maswali ambayo ulikuwa hauna, naamini katika mengi basi machache ataweza kuyajibu siku ya leo ndani ya infotainment ambazo tunakuletea mara nyingi na tunakuwa tunapiga story na wasanii mara nyingi. Marais, sasa hivi kumekuwa na muamko, wimbi kuibuka kwa kupata airtime kwa nyimbo za Niger, nyimbo za South Africa, mapiano wenyewe watoto wa sasa hivi wanasema. Lakini pia zimekuwa zinapewa nafasi kubwa sana ukienda kwenye clubs kwa hapa Bongo, hata nje ya Tanzania wasanii wakienda, imewasababisha hadi wameamua na wenyewe watoe kazi za staili hiyo kama mapiano na kila kitu. Unadhani kwa mtazamo wako ili kuendelea kuijenga game ya Bongo Flava East Africa yote kwa ujumla, hiyo ndio njia ambayo tunaweza tukakaa kwenye ile pika ambayo na wenzetu wanakaa kwa kuweza kutoa nyimbo kama hizo ili tuweze kukimbizana na wa Niger, au kutoa mapiano kukimbizana na wa South Africa? Ile ni ngumu kidogo.
ni njia ambayo naona sawa, mtu ameona kwamba analazimika, sababu tena umesema vizuri kwamba media na clubs wana support yana. Yes, kabisa. Hata mimi mwenyewe ni mmoja wapo. Ya kwanza natupia nyie watu kwenye media. Kabisa, na naipokea hata mimi. Unaona? Kwanza ina maana kuna kuchangia kuwa wasanii wa nyumbani. Mnawalazimisha waende waanze kufanya kitu ili nyie mpige. Unaona? Hiyo mimi kwangu naona ni kosa. Msanii anapokuja ulimjua haimbi ama piano. Leo amekuletea wimbo unaanza kuukosoa kama producer. Mimi naona hapa ungetengeneza nini? Hapo tayari mimi nakuwa nimeshaona. Ukiniambia hivyo, niambia kama unataka play kama unataka. Acha. Unaona? Okay. Ila wengine hawana jeuri hiyo. Unaona? Yeah. Sasa media inabidi warekebishe. Wasanii siwezi kukaa nikawalaumu sana kwa sababu na wao wanatafuta chakula. Anajua akipiga leo ama piano ndio utapiga. Na mwenye event ndiye atamwambia bwana mimi nakubuku kwenye show kwa sababu na dude lina lakini kinachoendelea sasa hivi mnaua event organizers, media stations, tuseme media houses, mnazidi kuchangia ule uwaji wa Bongo Flava ama wasanii wenu wa nyumbani ambao wamekuwa na style zao. So kwa hiyo wanajikuta kama hawastahili. Ina maana inabidi waige tu wa Nigeria waige ndio mtawapa nafasi. So kwa hiyo hii lawama msitupie tu wasanii. Sikia unajua wasanii inabidi mjiongeze kidogo mpige vitu international. No. Kabla ya mapiano wasanii wakwepa hapa ambao walikuwa wanafanya vizuri. Ama kabla ya sijui nini Afrobeat. Walikuwa tulikuwepo na bado tu. Yeah. Lakini ile ni mazoea ambayo tunayo. Na ukiangalia sana Tanzania ina kasumba hiyo na. Tanzania sisi ndo tunayo. Yaani kuna ugonjwa fulani ambao siuelewi. Tumeanzia kwenye enzi zile twanga pepe kitali zile wanaiga sijui nani. Ndio. Ni ule muziki wa dance. Yeah. Ulikuwa muziki wa dance una sides mbili. Kulikuwa kuna influence ambayo imeenda kwa Kongo sana na kuna ile ambayo ilikuwa ni inapata inspiration kutoka kwa Afrika kitu chake cha nyumbani. Tunaongelea nani? Mwinjuma. Akina Mwinjuma Muumini hao. Alichoki. Akina Alichoki akina. Yaani uko na hiyo ilikuwa ni twanga pepe sijui nani maisikia. Hiyo ni nyumbani. Hiyo ni Tanzania. That sound is Tanzanian sound. Ndio kama Bongo Flava ilivyokuwa kwamba ilikuwa ina draw inspiration kutoka kwenye hip hop. Alafu sijui na styles gani nyingine ikatengenezwa na coastal sound ikaja ile Bongo Flava. Yeah. So kwa hiyo huwezi kusema ni muziki umekopi sound, no, ilikuwa ni Bongo Flava. Alafu kulikawa na wale ambao wanataka kwenda tu kizaire tu sisi kama Wakongole. Ikatoka ile kaisha. Mkafanya nini? Mkawadanga. Na inasikitisha kwamba sasa hivi kuongelea kuhusu Luiza Mbutu ama sijui nani, watu wakaambia watu wa zamani bwana hao washaisha. Lakini nikawamaliza media. Ikaja mkaanza copy ama nini ile kwa ito sijui nini wakaja wale mina nawe kila mtu anakimbilia huko. Alazimisha wasanii fulani waende. Wale ambao wanafuata upepo wakaenda wakapotea. Ikaingia Afrobeat. Watu wanalazimisha wapige Afrobeat. At the end of the day, msanii asipofanya ile Afrobeat tukaogomba sana tukaleta mdomo wasanii wengi. Tukapata aibu kidogo. Yaani leo nawachamba. Tupo tunapokea. No, anyway. Haya mambo si kuchamba. Tunaambiana ukweli ya. Nasema ukweli ambao wengi hawataki kusikia. Jamaa mjuaje anajua no. Naongea kutoka na experience na kila ambacho nimekuwa nakipitia mimi kama msanii throughout the years nimekuepo kwenye hii game. Kwa hiyo mnapokuja fungua usijifungua na kubana mimi nipo tu. Najitahidi at the end of the day napita humo na baki. Na kuna wasanii ambao wamebahatika kubaki kwamba bado wanaheshimika kwenye hii sana. Lakini wengi wameshindwa kupita kwenye hivyo vikwazo wamegive. Na nini kikwazo kikubwa? Media inachangia. Na media inachangia kivi kwa sababu ina influence wasikilizaji. Wasikilizaji wanakuwa kama bata fulani. Mama na bata wake wadogo wale. Mama akidumbia kwenye shimo na wao lazima. Na wanarukia. Kwa hiyo media na mashabiki. Mashabiki wanafuata mnachowapa. Wanapenda hicho wanaenda. Mkishadumkiza kule mnataka kitu kingine, wanakipokea. Umeona? Yeah. So that's how I see it. Na tusipofanya yale maamuzi ya kusema bwana tuthamini cha kwetu zaidi, Tanzania industry will never have its own thing.
Singeli napanda sasa hivi. Lakini najua kuna wale ambao ndio wanaikandia na bado hawataki kuipa. Hawataki kuipa nafasi. Hawataki bwana, bado wako busy na mapiano, fanyeni na mapiano. Hilo Singeli ukiweka mapiano, mambo ndio maana mzee mtu kibao. Kwa sababu sisi tumeshindwa kuangalia long term effect ya kile kitu tunachokifanya. Tunaangalia tu hapa all the time. Na hiyo ndio inatuangusha. Na nimekaa nikaangalia, ukienda Uganda, wasanii wa Uganda wana hela na waendi, tunakuta wanaenda njia za nje all the time. Kuna mziki wao wa Uganda ambao ukishaingia ukapiga ile kitu wanayotaka, imekwisha. Umemaliza. Na hiyo imesimama kama identity kabisa. Imesimama identity ya Uganda, utaijua tu miaka yote. Njoni mpiga mapiano zao, watakuangalia. Watakuangalia bado toki. Tempo 100 ama 98. Kama hujapiga hivyo achana na wanachana. Yani ile ndio Uganda. Tempo ya kucheza tu kidogo kidogo au sweat mpaka mwisho. So kwa hiyo wao hawana muda, wamejua hili huu ndio muziki wetu. Na kuna ule muziki ambao upo Kadongo Kamwe, ni kale ka ngoma kamoja tunasema Kadongo Kamwe. Ule muziki wa Uganda na wenyewe hii ndio kama tuseme labda dance ya hapa. Lakini ambao Uganda bado wanauza sana, hapa hawauzi. So kwa wao wamethamini kila ambacho wanacho. Sasa tunakuja na hii generation sasa hivi ambayo inakuja, bwana we have to change things. Nasema here we go again. Lakini bado nguvu ambayo ni kubwa zaidi ni ya watu wanasema huo ujinga tutaki. Kwani sisi ni wa South, pelekeni huko. Wao wanakwambia tuna support muziki wetu. Uganda wamefanikisha kwenye hilo. Changes zipo na kwenye quality ya kazi wanayoifanya, lakini hawakopi kila wakati. So unakuta sasa kuna new innovations, wanaangalia hii kitu nikiimba hivi watakubali hapa nichanganye kidogo. Na kuna wasanii wamekuja kivingine kama Joshua Baraka. Ukimsikiliza yeye amekuja na yule ndio sasa ndio kama export. Lakini wale utasema kwamba hakuna export. Chameleon alikuwa one of the main exports of Uganda. Okay? Lakini na yeye nasikia kingoma chake. Kwenye Mama Mia, Dorotia, nani zote ni vile vile tu. Ni vile vile. Hii imesaidia hata unapozungumza ni kweli, kwa sababu hata wasanii ambao wanachipukia sasa hivi wamebaki kwenye ile wana hiyo ngoma. Wamebaki mle ambao wote ni vile. Sasa Tanzania tunajifungia sana hapa. Mimi naongea kama Mtanzania. Ni kweli kabisa. Kwa sababu na haki ya kuongelea Bongo Flava. Nimeikalia, nimekuwa one of the people ambao wamecontribute kwenye growth ya Bongo Flava. Na haya maneno ambayo yanakuja na kaga nasema kama mweo fulani nimekuwa nikiyasema kila wakati, lakini kwa kutoka wanasema kwenye nafasi nzuri ama sehemu nzuri. Sisemi kwa ubaya. So kwa hiyo sisi tunatakiwa tukubaliane na hilo kwamba muziki wetu hautokuja kuwa na ile identity kama tunaendelea tunavyofanya. Kwa sababu iko wazi. Miaka yote tumekuwa tunafanya kile na tunazidi tu. We don't go anywhere. Lakini hatujifunzi. Na swala ni kwamba tumejifungia. We think Tanzania is the whole world. Kwa hiyo mtangazaji ukutana naye, unajua sisi tunapiga ma internationals. Wewe. Wapi? Unamjua muziki wa Tanzania uko juu sana hapa East Africa. Wewe. International. Hapo unatumia msanii mmoja. Unaongelea Diamond ndio kaenda. Sasa mtu anafikiri kwamba wasanii wote wameshaenda, Bongo Flava nzima imeshaenda. Naambia dude, open your eyes. Kila nchi ina huyo msanii mmoja ambaye lazima ataondoka, ameshaondoka. Unaona? Lakini je, hii industry sasa hivi wasanii wenu ambao mnao wapo hapa, kwa nini wengi wanalialia tu? Uganda wana layers kama 3. Kuna the A class. Ama the A list. Ambayo ndio kuna akina Kamili, kuna Bobby au tuseme wale wakubwa. Na tena wanapozidi kuwa kubwa ndio wanazidi kuthaminika. Hapa kila msanii mkubwa wa zamani, namaanisha kiumri. Uganda wanapozidi kuzeeka ama endelee kwenye kazi, wanathaminika. Wanaheshimika. Kuna wale ambao wanajitahidi kuwashusha. Na hiyo generation ya Gen Z ndio imeanzisha hiyo tabia sasa hivi. Wanaanzisha, lakini sidhani kama watafanikisha, kwa sababu wale kuwashusha kama kina Bebea manani utawashusha kwa microphone. Sasa jitahidi. Umeona? Kuna list ya pili ambao ndio the new generation au nani anaye trend yote yuko pale. Na kuna ile ya 3 ambayo na nyimbo zake zinafanya vizuri, kuna watu wamezipenda huko na kule, lakini zitakaribia kwenda kwenye list ya pili. Na hiyo inatokana kwa sababu
radios wanajitahidi kuplay chochote. Wanajitahidi sana. Hapa tunaenda na wasanii wawili ama watatu ama mmoja, yani inakuwa ndio huo. Kwa hiyo nani nzima the industry inakuwa nene. Sasa hapa ni Diamond tu, hapa ni Alikiba, tuwagombanisha sasa kwanza. Yani unakuta kila unapoenda ni ujinga ule. Tunaenda na wasanii wachache, panaposalia tunapiga mapiano za South. Akimaliza tunaenda najazia nyimbo za nje tu. Zamani wale tunagombana kwa sababu ilikuwa kwamba unakuja almost 80% muziki wa nje. Afu mpaka TCRA ikabadilisha nadhani sheria. Ni kweli. Na hiyo tulikuwa tunapiga mdomo tumechoka. Lakini tumweke Mika, tumweke P-Funk Majani, alafu tuje tu reform sasa ile utaratibu mzima. Alafu tukae tupige kazi. Unauona utofauti upi wa muziki wa sasa hivi na muziki wa zamani? Sema sasa ndio tumewakalisha watu, tumerudi sasa barabarani. Dawa sio wale watu. Dawa ni just media stations need to change, have a different mentality. Watu mnaowaajiri kukaa kwenye vipindi vyenu wawe na different mentality. Mwajiri watu ambao wanaelewa kwa nini wameajiriwa. Usiajiri mtu anakaa hapa na mtangazaji anajua kwamba mimi nakuja kukomesha wewe. Tena wimbo wako mimi sitopiga kwenye kipindi changu. Unaona? Ndio mentality ambazo zipo nyingi. Mimi ni chawa mtu fulani, kwa hiyo nyimbo zake zitaenda. Yaani akikaa kianza kuongea tu unamsikiza anachonganisha tu. Kwa hiyo anzeni kwanza kwa kuajiri watu ambao wanaelewa utangazaji ni nini. Na nafurahi wengine wameshapigwa vibali kwamba mpaka uwe na kibali. Lakini still hiyo haitoshi. Kuna kuwafundisha pia kwamba this is how kila media ina masharti yake. Ni kweli. Media house anakuambia bwana ukiingia hapa hivi ndio tunakwenda. Sawa, umeelewa ndio. Okay? Tuanzie hapo. Production madogo wana uwezo wao sasa hivi. The new generation wana uwezo kutengeneza sound ya kwetu. Wana uwezo kutengeneza sound za kwetu. Lakini wanaogopa kwa sababu wanajua hamtopiga hizo nyimbo. Media mtu mtangazaji ndio unamsikia na kandia huyu producer kashazeka bwana, huyu kashapita. Ukiwauliza kuhusu C9 ni wapi? Huyu kwani naye anapika ngoma. Hiyo ni nani? Sio wasanii sisi. Ni media personalities, yani ndio wana hiyo jeuri ya kufika kwamba atamkandia producer au huyo kaisha bwana kachoka, mimi siwezi kupiga ngoma zake. Who are you? Yani imefikia pabaya kwamba afu kinachoniuma kwamba watu hawaongei. Unajua ndio ilivyo brother, una jeuri ya kuongea. No, sina jeuri. Napenda sana kupenda kuambia ukweli. Na tupendi kuambia ukweli. Watu wa media hatupendi kuambia ukweli. Mtu hata anichukie mimi, ichoke. Lakini nakwambia kitu ambacho najua kwa sababu inafika kwamba nyinyi ndio mnadidimiza the media personalities, most of them wanadidimiza industry. Na wasanii wengi wanaanguka, wanashindwa because of vijana wao ambao wanakuwa kwenye media centers. Mimi siwezi kukaa nikasema naongelea hivyo. No, mimi nashukuru Mungu. Nimekuwa na bahati ya kipekee. Madogo wanasupport. Wa zamani ambao tumeanza nao wanasupport. So kwa hiyo mimi siongei eti kwamba nawakandia mjenifanyia kazi mjenipigia mje. No, nimepata support kubwa sana. Ila kuna wale ambao wana hiyo tabia. Na kama upo kweli unanisikiliza, unaniangalia na una hiyo tabia ya kujifanya wewe ndio alwatan wa kila kitu, sijui afai, acha. Kwa sababu hapo ulipo na mimi na uwezo wa kwenda nikamwambia mtu fulani haufai na ukashushwa. Ila tufanye hivyo. Na watu wanasahau actually hicho kitu. Kwamba leo uko hapa, wewe unamfanyia kazi mtangazaji lakini bosi wako rafiki yangu sana. Kwa hiyo ina maana nikiamua kufanyia fitna ya kukutoa kwenye kazi nitafanya na inakubalika. Ila watu wanasahau hicho kitu. Kingine wanachokisahau, we depend on each other. Wewe media na sisi wasanii, muziki wetu ndio unafanya media yako kukuletea matangazo. Ni kweli. Uona depend kwenye matangazo ya kusimamisha radio yako ama kituo chako cha TV ama radio. Matangazo yanakuja kwa sababu kuna muziki unaopiga, watu wanakuwa entertained. Leo hii unaanza tukiamua tukasema wa Tanzania ama wasanii wote wa East Africa tushushe nyimbo zetu. Nikikusikia unapiga wimbo wangu na video nipigie kiasi fulani. Kwa hiyo tunaambia tunapiga kafyu ya wiki nzima. Pigeni hizo nyimbo unazopenda kupiga za wa South sijui akina nani. Trust me. Kuna mtu atakwambia hatutaki kusikiza kituo chako. Ni kweli. Kwani sisi tumekuwa South Africa? Si mnataka mapiano? Basi futeni muziki yetu yote. Na hata mapiano zetu za kibongo zote mzifute, pigeni za. Think about it. Just for a minute.
Yeah, kabisa. Ikija ikatokea hivyo tukafanya hiyo jeuri, mtasurvive? Hatutoboi. Hamtoboi. Hatutoboi kabisa. Media haziwezi kutoboa. Yeah. Mtu mwingine anasema bwana tutatoboa, hawezi. Hatutoboi. Kwa sababu mwenye matangazo anakuambia bwana wasikilizaji wao wameshuka, tukiangalia tu kwamba statistics imeshusha. Watu watakaa mitaani hivi wamekuaje, wanatupigia tu manyimbo ya nje bwana, tusikia tuelewe chochote. Hatuwaelewi bwana, muziki wetu bwana umekuaje? So hapo sisi tunashindwa kwa kwamba we all depend on each other. Yeah. Mimi ninapotoka kazi na mashabiki zangu ambao wanakusikiliza wewe. Ina maana wanasubiria kazi ya brother ni ipi? Kazi ya Diamond ni ipi mpya? Kazi ya Alikiba ipi mpya? Sasa tunapokaa tunaendekeza tu vitu vile sio muziki wa nje. Si vibaya kuona, lakini tuangalie kwa asilimia gani na tuache kulazimisha vijana wapige nyimbo maadhi ya nje kwa sababu yeye ndio anacho au mtu fulani anachotaka. Tujitahidi kupiga muziki wako na kuupa kipaumbele, na nimeongelea hata majuzi kwamba singeli sasa hivi hapo. Jitahidini kuipush inavyowezekana. Najua nyimbo zao sometimes zina maneno ambayo sometimes haieleweki. Sasa ni wasanii wao wenyewe kujitia akili kidogo, wajue kwamba tunapewa nafasi. Wanatakiwa sasa mashairi ambayo yanaeleweka kwamba bibi, baba, mama, mtoto wanaweza kusikiliza, na yale ambayo ya uuni ya waangalie. Kwani zamani sisi tulikuwa tuna mambo ya uuni kwenye muziki wetu? Ulikuwepo? Yeah, ni kweli. Yaani kuna nyimbo ambazo unajua jamaa kaongea hapo ni, lakini alivyoniongelea ni tofauti kabisa na sasa hivi wanapo. Unyamwezi umezidi. Haupo unyamwezini hapa. Hii ni Afrika. Tukumbuke wapi tulipotoka. Sasa hivi kinachotusumbua tumesahau tulikotoka. Meaning kwamba tumesahau our roots. Tunataka kujifanya wazungu sana. Najua kuna kikao kimoja nimekaa one day. Unajua sisi tutakuwa tu kama wazungu. Unajua uzunguni wanaishi nikaka mkono juu. Kaambia excuse me, uzungu wapi na waongelee. Nimekaa kwenye uzunguni miaka zaidi ya 10 na kitu, sasa hivi ni miaka 20. Kipindi hicho ilikuwa miaka nyuma sana, kama nimekaa zaidi ya miaka 15. Wao uzungu si ujue na uongelea. Ni uzungu upi huo? Uzungu wa bongo ambao mnajitengenezea hapa na kuangalia zile TV. Unajua tunaangalia tamthilia na tunafikiri huo ndio ukweli. Zile ni inspired by. Alafu wanatengeneza kitu na exaggerate labda. Sasa sisi yani kuna vitu ambavyo inabidi tuvipunguze ili tuweze kupita. Okay. Na kwa sana yetu hao watu ambao wako kwenye media plus wasanii, yani tunafanya pamoja. Ukimleta Master J leo, P-Funk nani? Hana muda wa kukaa kwenye hili vurugu ambayo sasa hivi ambao watoto hawana heshima, hawani kila mtu anajijaji ende anajiona ndiye ndio anaelewa muziki zaidi, kazi kitoka, mimi ungepiga fulani ingependeza. Uimba angeproduce ingependeza. Wewe ni nani? Msanii anajua haki yake na kazi yake anaelewa. Ameenda kuproduce na huyo mtu na wimbo karidhika nao. Wewe unamwambia haujaridhika, unajua angeproduce kwa sababu unaitaka eti ndio unaona ana trend na ndio rafiki yako. Tunajisahau sana. Na hilo ndio tatizo kubwa. Okay. So kwa hiyo ndugu wa Tanzania wenzangu, wala ambao wanasema wewe sio Mtanzania mtajiju. Ndugu wa Tanzania wenzangu, nawapenda sana, lakini wadogo ambao mnakaa pale mnakaa kwamba nyinyi mnaamua nani anatakiwa apewe kipaumbele na asipewe. Angalieni sana kwa sababu na nyinyi mtafanywa hivyo. Yes. Okay. Tukiwa tunaenda kumaliza ili tusipoteze sana ratiba zako nyingine ambazo uko nazo. Tukirudi kwenye namna ya namna ambavyo muziki wa zamani ulivyokuwa umekuzwa vizuri, ukaenda vizuri. Hapo tena nataka tujiweke sisi tena. Kwamba kuna ule utaratibu ambao pale mwanzo wakati umefika tumetaniana, umesema hiki kitu tunacho sana sisi. Ule utaratibu wa kwamba mimi nyimbo za Madice, nyimbo za Dully Sykes, sijui nyimbo za kina Hotel nani, ngoja nizipige Alhamisi. Lakini huku kwingine kote tunaweka rotation ya zile nyimbo ambazo ndo ziko hivi sasa hivi. Unahisi nayo ina mchango gani kwa wasanii hususan ma legend kwenye kuendelea kukuza kile ambacho kitu wamekitengeneza toka mwanzo, kwamba tumeicategorize siku maalum tu kwamba Alhamisi? Mimi sina tatizo la kuwa na classics. Okay. Lakini na tatizo kwamba unaamua msanii mzima unamweka pale. Hata kitoa kazi yake sasa hivi, hutaki kuipiga, unasubiria hiyo siku maalum eti ndio upige kazi yake. Umenielewa? Yeah. Yaani mmeshatuweka kwamba kwa sababu tumefika umri fulani. Kwamba umefika umri fulani kwenye hii industry. Tunakuweka kwenye kikapu hicho. Na hicho kikapu tunakifungua Jumapili and that's it.
Sasa unasema kwamba na kazi mpya ambazo nazitoa. Yeah. Nyimbo zangu zile za zamani it's okay ukaziweka kwenye classics ukazipiga anytime. Lakini kuniweka mimi as an artist kwenye hicho kikapu chako cha Jumanne sijui cha Alhamisi sikuelewi. Na unakuwa unazidi kuharibu industry yetu. Yeah. Muziki wetu unatakiwa upigwe wakati wowote. Na ile kwenye classic unapoiweka ile sasa ndio unakuwa umesegment kwamba hapa hatutopiga muziki unaozidi 2005 yani ni kwamba tuna au 2008 kuanzia 2008 kushuka mpaka 90. Ile ni maalum, ni segment maalum. Lakini ukiachana nayo inabidi huo muziki upigwe tena hata siku nyingine. Ile segment mimi nakubaliana nayo. Lakini isiishie hapo. Iwe muendelezo. Iwe ina muendelezo kwamba nyimbo zitapigwa wakati wote. Usiweke msanii unamwekea tu unamfungia huko. Ikifika tutapiga msanii fulani. Na ukishamaliza nyimbo hizi siku nyingine unapiga tu nyimbo nyingine, nyimbo zake hata kama unajua huu wimbo ungefaa haupigi. Okay. So kwa hiyo hilo na lenyewe linachangia. Okay? Ingawa nakubaliana kuwa na zile segments maalum. Ndio kama tunavyosema let's have country music. Haimaanishi country music sitoipiga kwenye kipindi changu kingine. Lakini ile ni segment mtu anakuja nasikiza kama ni classics, kama ni bluegrass ama nini. Tunasema leo tunasikiliza tu country music. Hiyo kuna wala sasa ndio maana radio inakuwa na vipindi tofauti bila tunapima kipindi kipi kinafanya vizuri zaidi, kipi ambacho kinatuletea hela, kipi ambacho watu wanasikiliza sana, kipi ambacho wanakipenda kwa nini. Ile ndio maana kuna hizo segments, lakini muziki usiishie tu kwenye hizo segments tu. Kama ni muziki mzuri upigwe kila sehemu. Alright. Yeah. Okay, turudi kwenye kazi yako mpya ya In Love with the Stranger. With a Stranger, yes. Yes, ni hongera sana. Asante. Nimebahatika kuwa moja kati ya watu ambao ulinitumia wewe mwenyewe. Kwa hiyo nashukuru sana, lakini pia ni nyimbo nzuri sana. Asante. Of course sina shaka na wewe kwa sababu kwa kutoa kazi kwa hivyo unatoa labda 2 kwa mwaka, hivyo ulikuwa na utaratibu wa kuachia kazi yako moja kwa kila mwaka, ina maana unakuwa umejipanga kuweza kutengeneza kitu ambacho kinakuwa kimeshiba mpaka utakapokuja kurudi kwa awamu nyingine tunakuwa tumeendelea kula kile ambacho kilikuwa kizuri. Yeah. Okay, kwa nini In Love with a Stranger? Na hii imekuwa ni utaratibu wako kuweza kutoa nyimbo ambazo zimekuwa zinagusa wange, baby girl na nini, zinagusa ile mambo yetu haya, ni kwamba in love with a stranger. Why? Nadhani ukiweka tu just in love, tulikuwa tunadiscuss hata na kibonge mwepesi witness. Ocho. Naweza hivi ni ite in love ama I'm in love with a stranger ama just I'm in love. Sema hapana, in love with a stranger, you know. Yeah, sounds good. Inamfanya mtu awe curious bwana. Which stranger? Kivipi? Unaona, ningeka tu I'm in love. Sawa, I'm in love. Lakini pale in love with a stranger, wewe umefanya awe na question mark. Stranger yupi? Nani? Yaani kwa nani huyo? Na wewe umekutana naye wapi? Kwa hiyo mkutana wanafikiri ni ukweli. No, it's just stories tunaandika na kila kitu ambacho unakuwa kwamba umekiona ama na zamani ukiangalia tukiwa wadogo unakutana na kimtu fulani sema wow. Na uweze hata kumwambia chochote, unamwangalia akipita tu wewe roho yako inatapatapa. So una mambo mengi ya kumwambia lakini yote yanaisha kichwani. So I tapped into you enzi za zamani za miaka 16, 17, 10, yani ile teenhood. Yeah. Tukao leo moyo wako unadondokea huyu kesho kutoka unadondokea pale. Unaona? Mradi tu. Na najua wengi wana hiyo. Hata sasa hivi unajikuta mtu amekupita sema huyu ni nani? So kwa hiyo niliandika kutokea na hiyo perspective. Lakini sio kwamba ni wimbo wa mtu maalum. Okay. Na kuachia kipindi kwa sababu it's Valentine's tukasema mimi tumemaliza kutengeneza na Gachi B. Sababu wimbo sio kwamba ni wimbo ambao kwamba umetengenezwa just leo. Production imefanyika tu just last about 2 weeks ago na Gachi B pale Dar es Salaam. Lakini wimbo, idea wimbo imeanza miaka nyuma 2022, yani 21, 22. Na voice note ile ambayo amekuja kusikiliza yeye Gachi B ni in love with the stranger ya 2022. Kwa hiyo track umekuwa nayo huko. Na namwambia namwambia ndugu yangu wewe unajua hizi simu wanakuambia ukituibia sisi. Yaani ndugu yangu unakuwa umefaidika sana. Hizi zote ni nyimbo.
So kwa hiyo hapa hii mtu akipita nayo yeye ameondoka na mzigo. Anakuwa amepita. Anakuwa amepita kabisa. Unaona hii tarehe ni ya nini? 25 Novemba 2022. Na ukisikiliza yeah. I'm in love with a stranger. Yeah, I'm in love with a stranger. So, yeah. So kwa hiyo unatengeneza ideas, unaziweka pale, unajua itaenda vipi 2020. Ndio unatengeneza. Na verses ukija kusikiliza ziko kwenye age nyingine. Yeah, kabisa. So watu wanakuwa hawaelewi kwamba hivi vitu tunakuwa navyo tunavitunza. Na ukifika wakati ambao ni sahihi kama this time that was the right. Okay. Na tukarekebisha tu I'm in love with a stranger. I'm in love with a stranger. I'm in love, love, love. I tell you I'm in love, love, love. Lakini kitu kilikuwepo tu. So, just kuambia watu wafurahie. Okay. Na upendo kawaida unauza. Yeah, ni kweli. Every time. Love sells. All right. Sasa tutarajie vitu gani zaidi, kwa sababu tunafahamu kabisa unakuja Tanzania kama nyumbani, lakini pia maisha yanaendelea kuwepo pale nchini Finland. Kwa hiyo kwenye kusukuma gurudumu la muziki wako, kuendelea kufanya uendelee kuwa unaamka zaidi, japo upo hivyo, unakuwa upo, lakini kazi zako huko sisi tunaendelea kuzipokea na tunaendelea kuzicheza. Kwa hiyo vitu gani zaidi ambavyo tuvitarajie mara baada ya hili ambalo sasa hivi unalifanya, kama hivi unajitahidi unafanya media tour, japo haijawa ile sana, lakini unajitahidi kwa kadri unavyoweza kupata muda wako. Well, hivi nadhani watu wajue kwamba nitakuwepo East Africa most of the time. Okay. Kwani na Finland narudi, lakini nimeamua kwamba niwe more in East Africa. Inaamua tuko na Dar es Salaam na Nairobi na Kampala. Basi nimeweka Kampala sasa hivi. Okay. So tutakuwa naingia na kutoka. Na tunaweza kuanza sasa media tour ya In Love with a Stranger mpaka niwachoshe, najua kama wimbo umeingia kichwani mwenu. Yeah. Then sasa tutaendelea kitu kingine. Video nadhani tutoka wiki hii ama wiki ijayo video inatoka. So kwa hiyo inabidi kwanza tujifunze kuwa na uvumilivu, ndio kitu cha kwanza. Okay. Wimbo nikitoa leo usiniombe wimbo mwingine baada ya wiki mbili, kwa sababu hata ule hujui nimeimba kitu gani. Unajua kuna watu wengine sasa hivi ukimuuliza wimbo wa labda sijui nani msanii fulani ambaye ametoa mwezi uliopita au miezi mitatu iliyopita, unaendaje? Anakuambia sijui. Ina maana hajasikiliza hapo. Ni kweli kweli. Ni kwa sababu yani wimbo haujautambua kuelewa vizuri, umeshaachia wimbo mwingine. Na wao baada hujauweka kichwani unaanza kuimba tu chorus, ameshaachia wimbo mwingine. Wanakuambia ndio the trend. Unajua ndio industry inavyoenda. Mimi kwangu na mawazo tofauti sana. Mimi my opinion is like no. That is screwing up the industry. So kwa hiyo kama mnataka kwenda nayo sawa, endeni na hiyo. Mimi siendi na hiyo. Mimi naenda na wewe unausukuma na kukupa wewe usikilize, kama unapenda sikiliza, kama upendi sikulazimishi. Yeah, ni kweli. Kwa sababu sio wote watamenda cha kwako. Okay? But at the end of the day sisi lazimika kufanya kazi ya kutupa kila mwezi. Na maana by the time tunaweza mwaka na mwezi wimbo wangu ule wa kwanza, si ujui wimbo gani unaongelea. So ni bora tukakutolea wimbo mmoja ama nyimbo mbili kwa mwaka, ukawa zipo kichwani mwako kila wakati. Ndio maana unakumbuka Mapenzi Sumu kila wakati, unakumbuka Wange, unakumbuka Baby Girl, Malaika unaikumbuka, unakumbuka Rose, kwa sababu nilikupa muda wa kusikiliza. Unaikumbuka Faith because nilikupa muda wa kusikiliza. Nisingekupa muda ngani, hivi ule wimbo unaendaje? Hivi ule wimbo gani? Sasa come on guys. We can do better. Yeah. Tumuongelee kidogo Mika Mwamba. Amekuwa ni moja kati ya producers ambao umekuwa unaongelea sana, mtu wako wa karibu, lakini pia amefanikisha kazi zako nyingi, na pia kazi kuna wasanii ambao waliofanya nao kazi wamenufaika naye sana. Sasa ukizungumzia kwa generation ya sasa hivi ya ndugu zetu au kina Fadhili, ukimwongelea Mika Mwamba kwanza hata amfahamu, lakini alikuwa na utaratibu wake wa yeye kuweka kazi mbele na yeye kukaa nyuma. Ili tu naomba tu umjibie. Kwa nini Mika aliamua kuiweka kazi yake ikaongea na hakujiweka yeye front kwamba ni mimi sasa ndo Mika Mwamba, ndo mimi hapa sasa ndo nimetengeneza album ya nani ya nimetengeneza ile kazi za kina Dully Sax zile. Fadhili, unafahamu wimbo wa Dully Sax unaitwa Nyambizi?
nyimbo kama hizo. Nimefanya kazi na Madice, ndo mimi hapa. Siwezi kumwongelea, nikisema nitamsemea inakuwa ni kosa. Naweza kusema kwa upande wangu kwa sababu ni mtu wangu wa karibu. Yes. Mtazamo ambao ameukosea. Yeah. Kwa nini niende kwenye interview wakati wasanii wote watu wanajua nyimbo nimeproduce nini? Si watu wasanii wanasema. That's what mimi anavyoniambia. Si mnasemaga Mikamomba katengeneza. Kwa nini sasa nini? Nao mambo kwa kwenye kamera hapendi. Unaona? Lakini he's right. Hana haja, unajua kizuri kinajiuza. Alikuwa hana haja. Hata Majani uko na mara ngapi ulikuwa nao? Kipindi kile Master J, Mikamwamba, Majani, Enrico, sijui nani, Honda, ulikuwa naona mara ngapi kwenye interviews? Kweli. Walikuwa na concentrate kufanya kazi. Hawataka sio ndio wao. No. Anakupigia kazi inaenda. Kwa hiyo mnajua katengeneza mtu fulani. Mkono mnausikia huyu ndio mkono wa mtu fulani. Hawakuwa na kukaa eti si wanataka ndio wawe the front people all the time. Na hiyo yenyewe inasumbua pia ma producers wengine wa sasa hivi. Kwa sababu anataka yeye ndio awe ndio yeye. Anasahau hadi msanii kwamba msanii ndio mwenye wimbo, inabidi amsikilize. Kwa hiyo unajikuta kuna wasanii ambao ma producers huwezi kufanya nao. Sababu ego yake inakuwa ni kubwa sana kuliko wewe, yani kwamba anasahau wewe ndio mwenye wimbo, akusikilize wewe tunataka kufanya hivi na hivi. Okay. But for me Mika mara nyingi hapendi media. Mimi nachojua hapendi, anakwambia msanii wangu kwa kwenye kamera anaenda kuachia wewe brother man. Kazi tuacha iongee. So kwa hiyo kazi inaongea and that's it. Unaona? Okay. Sawa, labda sasa ndo tumalize, utudokeze ukija kuanza hiyo media tour, kwa sababu kwanza tunashukuru sana kwa sababu sasa hivi umesema utakuwa zaidi East Africa ukifanya kazi zako, ina maana tutakuwa tunakupata hata kama itakuwa kwa wakati sana, lakini tutakuwa tunakupata. Mipango iko vipi? Mipango ya ipi? Rasmi ya kwanza sasa media tour umejipanga utaanza mwezi gani? No, media tour ishaanza zamani. Yaani media tours, yaani kama hapa ndo tayari tushaanza yani. Yaani hapa kama nikisema ile ya kwanza ya Road 25, yaani hapa nyie ndio tuseme ndio kama mmefunga alafu mnaanza sasa kufungua. Dodoma ndio imefunga na kufungua ya In Love with a Stranger. Oh, okay. Yes. Thank you. Yaani nilianza kwa mikoa ambao wameanza ni hapa. Lakini Dar es Salaam sehemu ambayo mmefanya interview ya kwanza nimefanya tu just Friday. Kwa ajili ya In Love with a Stranger, na nimefanya wapi? TBC2. Okay. Ile ni radio ya taifa, ni kituo cha taifa. Ina maana kila mtu anaweza atli kupata nafasi. Sasa tunapokuja kwenye radio, jana nimekuja kwenye Dodoma, radio za Dodoma ndio mmekuwa wa kwanza. Au vituo vya Dodoma tuseme kwanza, sasa ndio tunasema tunaanza rasmi In Love with a Stranger kuipush. Okay. Yaani ndio tuseme tumeanzia Dodoma. Tumebarikiwa. Dodoma let's put it that way. Okay. Kwamba the media tour ya In Love with a Stranger imeanzia Dodoma. Okay. Let's put it that way. Ina maana nikifika kesho Dar es Salaam Alhamisi ni interview. Nikinyanyuka tu Friday naingia Kampala nafikia kwenye interviews. Okay. Niende na nyingine zitakuwa tu kwenye simu. Okay. Yeah. Sawa. Kitu cha mwisho sasa. Kwa wasanii ambao sasa hivi wapo kwenye nafasi, wanaojitahidi kuwepo kwenye nafasi kubwa sasa hivi, ni msanii gani ambaye una mpango wa kufanya naye kazi, hususan hao ambao ni age zetu sasa? Mara nyingi siwekagi ile kwamba naenda kufanya na nataka kufanya na naenda kufanya hivi. Na I just let everything flow. Sababu wasanii wengine hata sijakutana nao. Okay. Naweza kuwa napenda kazi yako lakini mpaka nikujue wewe kama wewe. Okay. So kama we don't click, siwezi kufanya naye kazi. Hata kama uko ni msanii wa juu sana. Ile kama chemistry haipo. Siwezi kufanya naye kazi. Okay. Mimi ndio ninapofanya kazi. Yaani hata kama wewe ndio number 1 unauza ile. Nikikutana na wewe energy zetu zisimatch, I cannot record. Kazi hapo hakuna. Na producers hawa sasa hivi ambao wanajitahidi kutengeneza muziki ambao unaendelea kwenda, producer gani ambao umesikiza kazi zake na ukasema mimi kuanzia zamani nimekuwa nampenda sana ya Liza. Okay. Kuna S2Kids na ukisikiza kazi zake anapofanya. So mimi naangalia vitu tofauti. Watu wanaangalia tu wimbo katenze ndio na hits. No, nasikiliza the whole production, mixing, arrangement, kila kitu nasikiliza. Na vijana wanafanya kazi nzuri. Gachi B
nimekuja kumpenda sana, ndio maana tunatumia wimbo wa sasa hivi In Love with a Stranger mtanza na Gachibi. Okay, lakini kuna vijana wengi ambao wanafanya kazi nzuri. So kwa hiyo mimi nikutana, unaweza kuwa unafanya kazi nzuri lakini attitude yako mbaya, energy yako mbaya, na shingo hamwezi kufika, hamsongi. So kwa hiyo haijalishi kama unatengeneza hits zipi. Okay, mimi nitakwambia tu asante, but no, tubaki marafiki tu, washikaji. Asante sana. Na imetokea kwamba ndio ilivyo na watu wengi wanaokutana nao. Okay. Cha mwisho cha kumaliza ambacho natamani kuzungumza na Uhondo TV sasa hivi, atakayekuwa anakutazama aweze kukisikia, labda kwenye haya maongezi yote sijakigusia. Na ukatamani kwamba hiki lazima nikiongelee. Naona mambo yote utakuwa umeshayazungumzia. Unajua interviews, I don't know, unakuja kukumbuka labda baadaye nimezungumzia. Nilisahau kitu fulani. Lakini mimi nadhani tunachosahau mara nyingi ni ile muziki wako unapatikana wapi. Brother, ukikwambia muziki wako, haujatuambia muziki wako tunaupataje. Ni kweli. So kwa hiyo mimi mostly kwenye hizi mitandao yetu, Instagram, TikTok, utanikuta, na YouTube ni Mad Ice Official. Unatafuta Mad Ice Official na kuona nipata vizuri. Na wale ambao wanapenda mtu anatuma message, sometimes najitahidi kwenda Instagram najibu watu. Najitahidi sana kwamba napata muda na ka Instagram najaribu. Okay, najibu kama ni jambo la maana, sababu kuna mambo mengi ya ajabu ambayo tunayapata. So, lakini Instagram najitahidi kuiweka personal sana kwamba mimi mwenyewe ndio najibu vitu vingi. YouTube nini hizo tu, kwamba vitu vingi ambavyo vinakuwa run by the management, lakini pia kitu wa request kutuma kwa kitu chochote najitahidi kwamba nikiambiwa wewe there's this one, what is this, okay, naangalia mwenyewe. Lakini muziki pale unaopata Instagram na post mara nyingi kinachoendelea, updates zote za muziki wangu, sijui inatoka lini, wimbo unapatikana hapa. Na Spotify vile vile una search Mad Ice unakuwa unanipata. Tukienda na mitandao yote, streaming platforms zote unakuwa unanipata kwa Mad Ice. Search to Mad Ice utanipata. Utaona tu jamaa mwenye upara na glasses, yani ambaye amekasirika kidogo, unajua ndio huyo ndugu yako. Au umenipata. Other than that, tunasubiria video ya In Love with a Stranger, itatoka wiki hii kama sijakosea. But all the information mtakuwa unaipata pale Instagram na TikTok. Mimi naitwa Mad Ice. Thank you so much. Na it is umeweza kumsikiliza Mad Ice kwa vitu vingi ambavyo ameweza kufunguka. Tukisema tuongee yote hatuwezi kumaliza. Lakini pia nashukuru sana kwa muda wake ambao ameweza kuutumia kuwepo hapa online ya Uhondo, lakini pia asante kwa muda wake kwa sababu tumeweza kufahamu mambo mengi, lakini pia tumeweza kujua vitu vingi ambavyo vinaendelea hususan kwenye muziki wetu. Tunatakiwa kufanya nini? Presenter zangu kuna cha kujifunza. Kuna cha kujifunza, kwa kuna vitu ambavyo vya tofauti tunavyotakiwa tuweze kuvifanya ili kuweza kusaidia muziki, hususan muziki wa zamani uendelee kukaa kwenye ile peak ambapo tumeweka kwenye muziki ya sasa hivi. Until next time. Lakini pia nataka nikukumbushe kwamba nenda ka subscribe Uhondo TV kama bado haujawa moja kati ya wale subscribers, basi nenda kaweke notification on ili uweze kukutana na hii interview yote ambayo tumeweza kuzungumza na Mad Ice hapa kutokea Uhondo Online TV Dodoma. Na pia utaenda kutupata kwa TikTok Uhondo TV, Instagram Uhondo Media na Uhondo TV, page zote tupo pale na tutakuwa tunatupia kila kitu, matukio yote. Mimi naitwa Miss D. Asante.